CCM Tanzania. Ni kipindi tu, hichi ni kipindi. Mungu kakubariki, wewe unatawala. Na tunakupongeza. Miaka 60 hatujaingia vitani. Tunakupongeza. Tuwe kweli. Tunakupongeza. Na watu wa mamlaka, una mamlaka, ukiwa chama tawala, una dola, una kila kitu. Lakini kupishana kwenu kwa hoja, kupishana kwenu kwa mitazamo, kupishana kwenu kwa sera, kupishana kwenu kwa ilani, kupishana kwenu kwa dini, kupishana kwenu kwa maeneo mnayotoka isiwachukue kushindwa kutenda haki. Ndio tusikilize Chadema wanasemaje? Wanasema sawa sawa. Kafu sawa. Ili tunaweza kufanya ili zuri. Na sisi tunashukuru. Tunampongeza hata rais kuanzisha ile 4Rs. Nzuri sana, zinawaleta kwenye mazungumzo. Na inshallah tumuombeeni Mungu, sisi tutajitahidi, tumuombe Mungu atuwezeshe. Tutakuwa na kongamano jingine kubwa kuelezea mambo mengine. Hata huko mawilayani tutakuja Shiraja hapo. Makomeshaanza kujiuliza. Vimeundwa vyombo, mfano TAKUKURU. Tuliwaalika TAKUKURU. Watende haki wako. Hapo. Yuko kule. Akamatwe mtu anayetoa rushwa. Akamatwe. Afikishwe shariani. Watu wa TAKUKURU. Sisi katika Uislamu tume wetu wanasema arashia mtoa rushwa. Anasema arashia mpokea rushwa, wal murtashi na mtoaji, wote finnar, siku ya kiyama wanaingia motoni. Kuna maeneo mengine wakati wa uchaguzi unaambiwa, "Shehe, mimi nimepigwa asubuhi kwa sababu mwenzangu alikuwa anatoa rushwa, anashindikizwa na vyombo vya dola." Hii aibu hii, shekhe. Aibu. Haya, wewe unataka udiwani, unataka ubunge, unatoa rushwa, unataka kutununua sisi. Mimi nawapongeza sana CCM. Wamesema safari hii ili ugombee ubunge, watu wakuchagua kwenye chama chako kule ndani, watu 10,000. Fanya mchezo wewe. Utatoa rushwa watu 10,000 utawapa shilingi ngapi? Kwa sehemu mko mna watu 10,000 na ngapi? Hii ubunge. Karibu 11 huko mzee. Kama mwanaume toa sasa hiyo laki. Udiwani nasikia karibu watu 500 ndio wanamchagua diwani. Tunataka TAKUKURU wasimamie uadilifu. Kazi zenu mbili kuziwia. Hiyo ya kwanza. Ziwieni. Na mimi safari nawapongezeni zaidi kwa sababu sasa mmekuwa mnanusuru hata ile rushwa yenyewe haifanyiki. Mnafuatilia mpaka miradi. Hongereni. Tunataka mdhibiti rushwa kwenye vyama. Mdhibiti rushwa kwenye uchaguzi mkuu utapofika. Tupate mtu sahihi. Tupate sahihi. Haijalishi ni nani, si tunataka Mtanzania. Kama ana sifa hizo, umaskini wake haumuondelei kuwa kiongozi. Afu hii nchi ya kisekula. Sio ya kidini. Viongozi wanakuwa leo wanawake maskini wanataka kugombea, lakini wanavunjwa moyo kwa sababu kuna rushwa ya ngono. Kuna mwanamke mwingine anajistiri, anajitambua, anajithamini. Hata kama nataka udiwani, siwezi kutoa heshima yangu, heshima ya mume wangu. Sasa mnawafanya wengine wanaogopa kuingia kwenye vyama. Na nitumie nafasi hii kutoa wito, kina mama ingieni, hii nchi sio ya kidini. Ingieni. Lakini wanaogopa kwa sababu hapa kuna mtu fulani yule mwenyekiti au katibu au nani? Wewe ukitaka tu udiwani, ubunge, si nini, unaitwa kwanza tukutane hoteli fulani. Sasa chama kina ofisi yake. Tukutane hoteli fulani kufanya nini? Bagarani wala sio? Bagarani umecheka. Hapo ni. Kwa hiyo uadilifu ni mlango mpana, tunaweza kuzungumza hapa hata masaa mawili. Sisi tuna adili, anwa'ul adli, tuna aina za uadilifu. Uadilifu hata kwa mutakhasimin, hata watu mliogombana, umegombana na mtu, tenda haki, tenda uadilifu. Kugombana kwenu hakuondoi haki zake za kiutu, za kibinadamu. Fanya uadilifu. Wewe una mamlaka, una nafasi, mamlaka yako, ule udogo wake hauondoi nafasi yake, na kufanya kwa uadilifu. Ndivyo Qur'ani inavyotuelekeza. Twende haraka haraka.
Namba 4, umoja. Umoja ni tunu ya taifa. Yaani Watanzania hao wanatakiwa wawe wamoja. Na ndani ya umoja, hivi Qur'ani haikusema kitu? Mkumbuke sisi tunajikita, mimi naeleza kwa mujibu wa nini? Wa Qur'ani. Hivi Qur'ani haikusema kitu kwenye swala la umoja? Qur'ani imesema. Imesemaje Qur'ani? Mungu anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Shikamaneni. Yaani wewe Uislamu unawataka watu wewe wamoja. Na hata ziko hadithi. Mgeni rasmi si watu tunasema Mzee Nyerere alikuwa na akili nyingi sana. Alichukua maneno ya Mtume Muhammad akafanya maneno yake. Mtume Muhammad ya maneno yake anasema aljamaatu rahma. Umoja ni rehema. Wal firqatu adhab. Watu kufarikiana ni adhabu. Ni mateso. Umoja, Mzee Nyerere akasema umoja ni nguvu. Mzee umekopi huko afu umeipepetusha kidogo. Umesema umoja ni nguvu. Ni umoja rahma. Umoja ni rehema. Leo watu wa halmashauri mkuu, hata mkitaka kutoa michango mafungu yale ya vijana, hampi mtu mmoja mmoja. Mnafanyaje? Kaundeni mmoja. Mama lishe mkitaka mkopo mnakuwa mmoja mmoja. Machinga mkitaka mkopo mnakuwa mmoja mmoja. Kikundi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi, lazima uchaguzi wakute wa Tanzania ni wamoja, na tuingie katika uchaguzi tukiwa wamoja, na utuomalize uchaguzi uiache Tanzania wananchi wake wakiwa wamoja. Hapa tukaweka msingi wa kamati za amani. Hii yote ni kukidhi tunu hii ya umoja.